Karibuni changie damu. Karibuni changie damu. Karibuni changie damu. Kila ifikapo tarehe 14 Juni ya kila mwaka, dunia huungana kwa sauti moja kuadhimisha siku ya kimataifa ya uchangiaji damu duniani. Siku ya pekee ya kusherehekea moyo wa kujitolea, mshikamano wa kibinadamu na matumaini yanayotiririka ndani ya mishipa yetu. Tunaendelea kuwahamasisha kama kauli mbiu inavyosema, changia damu, leta matumaini, kwa pamoja tuokoe maisha. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha Watanzania wenye mapenzi mema, sio wanafunzi peke yake. Ni wajibu wako kuweza kuchangia damu ili kuweza kuokoa maisha. Changia damu, okoa maisha. Kauli mbiu ya mwaka huu, toa damu, toa matumaini, pamoja tunaokoa maisha, ni mwangwi wa matumaini kwa mamilioni ya watu duniani wanaohitaji damu ili kuishi. Ni sauti ya wale waliopona ajali mbaya, akina mama waliopoteza damu wakati wa kujifungua, na wagonjwa wanaopambana na magonjwa sugu kama upungufu wa damu, selimundu, saratani na mengineyo mengi. Nguvu ya tone moja la damu. Damu ni kiungo pekee cha mwili kisichoweza kutengenezwa kwa njia ya bandia. Mtu mmoja anapochangia damu anaweza kuokoa hadi maisha ya watu watatu. Hili si tendo la kawaida, ni tendo la ujasiri, huruma na moyo wa kujali. Ni zawadi ya uzima. Katika dunia iliyojaa changamoto, bado kuna mashujaa wa kimya wa kuchangia damu kwa hiari, wanaoamka kila siku wakiwa na lengo moja tu, la kusaidia bila kutarajia chochote kile. Leo dunia inawapongeza kwa moyo huo usio na masharti. Katika ardhi ya mlima na mabonde, Tanzania pia imejiunga na dunia kuadhimisha siku hii kwa uzito mkubwa. Kupitia mpango wa taifa wa huduma ya damu salama NBTS, taifa limeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha upatikanaji wa damu salama ya kutosha na kwa wakati mwafaka. Inawezekana. Kwa miaka ya hivi karibuni, taifa limepiga hatua kubwa kwa kuwa na wachangia damu wa hiari wengi, hususan kutoka kwa vijana wa vyuo, shule, taasisi za dini na mashirika binafsi. Kampeni mbalimbali za kitaifa zimefanyika. Mabaraza ya miji yamegeuka vituo vya matumaini na mahema mekundu yamekuwa alama ya uzima kwa jamii. Tuendelee kuwa taa ya matumaini. Siku hii ni zaidi ya maadhimisho, ni wito wa kutafakari, kushiriki na kuhamasisha. Tujiulize, je, mimi nimewahi kutoa sehemu ya uhai wangu kuokoa uhai wa mwingine? Kwa wale waliowahi kuchangia, asanteni sana kwa kuwa mashujaa, na kwa wale ambao bado, huu ndio wakati wa kuanza. Hatuhitaji kuwa madaktari kuokoa maisha, bali damu yako ni dawa ya maisha kwa wengine. Katika ulimwengu unaokumbwa na magonjwa, ajali na majanga, bado kuna matumaini. Matumaini hayo yapo mikononi mwetu, yani mimi na wewe, au tuseme ni mishipani mwetu. Toa damu, toa matumaini, pamoja tunaokoa maisha. Hawa ni baadhi ya washiriki ambao wameamua kuchangia damu kwa hiari, nao wana haya ya kusema. Kilichonichochea kuanza kuchangia damu kwanza ni upendo tu. Upendo, ukimpenda mtu utamsaidia kwa namna yoyote, lakini unaangalia kilichoko ndani ya uwezo. Mathalani, mimi ni Mkristo ambaye naamini kwamba Yesu Kristo alitufia msalabani siku ya Ijumaa Kuu ambayo aliokoa dunia. Kwa hiyo ni fumbo takatifu ambalo huwa napenda kuchangia na mimi damu, kwa kuwa Bwana wangu alimwaga damu pale siku ya kufa msalabani. Kwa hiyo nami ninajitolea damu ili iende kuwa na wokovu kwa watu wengine, kwa maana kwamba afya
warejewe kwenye hali zao. Tuna kina mama wanahitaji labda kujifungua kwa kuongezewa damu, tuna watu wanapata ajali, kuna watu wanaumwa anemia, upungufu wa damu na vitu kama hivyo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, ninaamini kwamba kila mtu anacho cha kutoa kwa mwenzake bila kuangalia hali. Katika hali yangu ya ulemavu niliona kwamba niifundishe jamii pia kwamba sio tunakaa tunalialia tu. Siku nyingine na sisi tutoe vitu vikubwa, jamii tushangae. Nikaamua kwamba nitakuwa natoa damu kila Ijumaa Kuu, lakini pia mara chache natoa damu hata katika nyakati zingine ambapo kuna mgonjwa ambaye labda ni kutoka kwa familia yangu au kutoka kwa marafiki zangu wa karibu. Kwa hiyo kuwa na ulemavu ni kichocheo cha kuonesha kwamba na sisi ni sehemu ya jamii. Lakini cha tatu niliona kwamba ni kuweka karibu nafsi yangu na Mwenyezi Mungu. Hata kama nimeisema katika pointi namba 1, lakini katika pointi namba 2 ukiondoa sasa ile kwamba Yesu alikufa msalabani, kuna nyingine ambayo inakuja tu automatically kwamba unapenda kusaidia. Kwa hiyo ninapenda kusaidia na huwa napenda sana kusolve matatizo ya watu, wala kwa kiasi kidogo nionekane kwamba na mimi nimekuwa msaada kwa mtu. Nimeshatoa damu mara 5 tangu mwaka 2018 hivi, 17-18 nilianza kutoa damu. Kwa hiyo lakini niongeze pointi ya mwisho pia, mimi mwenyewe niliongezewa damu. Kwa hiyo niliwahi kuumwa, nikafanywa upasuaji mkubwa sana, ulichukua takriban saa 9 hivi. Nilikutwa na changamoto za figo. Kwa hiyo niongezewa damu vichupa 5, vile wanaita lita 5. Kwa hiyo kuanzia pale pia niliona kwamba kama mimi nimekombolewa na watu wengine, nami sina budi kukomboa wengine. Ushauri wangu, uchangia damu, usiwe na hofu. Kuna maneno mengi kwamba sijui itaongezeka. Kwani wewe upendi damu iongezeke, unataka ipungue? Ikiongezeka maana yake unazidi kuwa kwenye hali nzuri zaidi kiafya ya kudonate kwa watu wengine. Kuna maneno kwamba nitaumwa na kichwa kila siku. Mimi na mwaka wa 5 naenda wa 6 nachangia damu, sijawahi kuhisi kichwa. Kwa hiyo ni maneno tu. Unaposikia maneno kama haya ni vizuri uya balance kwa mtaalamu wa afya ambaye ndo mtoa huduma za afya. Kwa hiyo maneno hapana. Tuko katika nyakati ambazo tunahitaji zaidi ushahidi kuliko maneno. Niligundua kundi langu la damu ni kati ya makundi machache duniani baada ya kuwa mama yangu alipata na mahitaji alafu akapata tabu sana. Kwa mara ya kwanza nilipomchangia na watu waliopata msaada kuwamchangia mamangu, ikanipa changamoto na mimi kuwa mchangaji. Baada ya kuona mamangu alipata msaada mkubwa kwa watu wengine, ambaye mama ndo alikuwa na kundi hilo, ambalo kundi nikaambiwa ni adimu. Tulipata tabu sana kupata watu, kwa sababu unaweza ukakusanya watu 100 ukapata 5, tofauti na makundi mengine. Sasa nilipogundua kwamba kundi langu muhimu, na mimi nikajitoa niwe msaada kwa wengine kama alivyopata msaada mamangu. Na wasi wale wenye makundi machache Elizabeth watusaidie kutokana na makundi wa Tanzania tuko watu wachache sana. Watu wajitokeze kwenye kuchangia damu kwa sababu hamna kiwanda cha damu. Kwa hiyo bila kujitoa na inatakiwa uwe na moyo. Hakuna unachopata, lakini Mungu mwenyewe analipa. Mimi nimechangia damu kwa mara 32. Na kwa mara ya kwanza nilichangia damu, nilikuwa na mgonjwa Temeke hospitali ambaye ni dada yangu. Nikaja nikachangia tena kwa mara ya pili Mwananyamala hospitali, haikuwa ni best friend, lakini nikaona kuna umuhimu wa kuchangia damu kwa sababu kuna wengi ambao wanahitaji damu. Mfano wagonjwa wa sickle cell wanaishi kupitia damu. Sasa kama Mungu amekupa neema ya kuwa na afya njema, kwa nini usifanye hii ibada au misa kwa ajili ya kuwasaidia wenye mahitaji maalum? Kuchangia damu kuna faida nyingi. Unaweza hata mwenyewe kuwa unahitaji damu akawa ni ndugu yako, lakini pia yule anayepelekewa damu anaposema namshukuru aliyenichangia damu, akasema Mungu ambariki, na nilikuwa nabariki.
inavyotakiwa. Nilianza kuchangia damu nikiwa shuleni kidato cha 4 mwaka 2010. Mpaka saizi namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea kuchangia. Pia nawaalika vijana wengine ambao wenye rika kama la kwangu na ambao wamenizidi wenye uwezo wa kiafya. Kwa mara ya kwanza tulipokuwa shuleni ilikuwepo, yani kwamba ni kama unajiona tayari umeshapevuka kijana wa miaka 18 au mpaka 20 ambao unahitajika kuchangia. Kwa hiyo nilikuwa najisikia raha. Nilikuwa naogopa sindano, hofu yani sana, lakini kumbe hata yumi. Najisikia tu kawaida, yani sioni kama kuna kitu kimepungua, na naona ni kwa ajili ya watu wengine, kwa ni kitu kizuri ambacho pia nitapenda kuendelea kukifanya. Tunaendelea kufanya hivi kwa sababu sio kama damu inatengenezwa kiwandani, kwa sisi kama sisi tujitahidi kuwasaidia wenye uhitaji. Najisikia furaha kuchangia damu kama ilivyo mara yangu ya kwanza. Nilivyokuwa naogopa kidogo, lakini yani ni vizuri, maana haiumi, haitishi, na ni kitu ambacho ninaona nitaendelea kukifanya, ni kitu endelevu. Kwa na washauri na wengine ambao hawajafanya hii kitu waweze kufanya, kwa sababu ni nzuri na ina manufaa kwa watu wengine pia. Nimekuja kuchangia damu kwa nia nzuri, kwa sababu nahisi nikichangia damu yangu hapa nitakuwa ni chanzo cha maisha mengine sehemu nyingine kama hospitalini. Katika kuchangia damu hamna kigezo cha maumbile ya mtu mnene au mwembamba. Vigezo vya kuchangia damu sio vikubwa kivile, unaweza kama mwembamba kama mimi ukachangia damu. Kikubwa tu uwe na uzito na baadhi ya vigezo ambavyo vinahitajika. Ni mara yangu ya kwanza, kwa na kaufu kidogo, naogopa sindano. Na hofu kidogo tu, lakini niko sawa. Ni tendo la imani, tendo zuri. Ni kitendo kizuri kwa ajili ya maisha ya watu ambao wanakuwa wanapata shida, wanahitaji damu salama. Na kuona hasa watu wengine pia waweze kuja wahamasike, watoe damu, sababu itasaidia maisha ya watu wengi tofauti wanaohitajika hospitalini na maeneo tofauti. Sisi Red Cross na Damu Salama ni partners. Nasema partners kwa sababu gani? Sisi huwa ni wahamasishaji wakubwa sana Tanzania nzima kwa ajili ya uchangiaji wa damu, hususan mkoa wa Dar es Salaam. Na kama ni mkoa wa Dar es Salaam, sisi tunahamasisha kila sehemu, kila mtaa, kila kitongoji, ili waweze kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Na sisi huwa tunahamasisha popote damu salama inapokanyaga, na sisi tupo. Tunahamasisha ili waweze kuokoa maisha ya wananchi wa Tanzania. Nasema kama Red Cross tuko bega kwa bega na Damu Salama kwa ajili ya uhamasishaji kwa nguvu zote, kwa mbinu za aina zote, mpaka tuhakikishe tumepata damu na kushirikiana na nyinyi kwa bega ili tuweze kuokoa maisha ya Watanzania, na Watanzania na wagonjwa wa Tanzania waishi kwa amani, kwamba wajua na matumaini kwamba benki salama ipo na mtu yote anayepata ajali atahudumiwa akikosa damu bila matatizo yoyote. Nikapata wasaa wa kuzungumza na maafisa uhamasishaji kutoka mpango wa taifa wa damu salama wakiwa katika majukumu yao. Je, wanalipi la kuzungumzia? Kwa majina ninaitwa Evelyn Dieli, ni afisa mhamasishaji damu salama kanda ya Mashariki. Kwa pamoja, mpango wa taifa wa damu salama hauwezi kufanya kazi peke yake, ni lazima ufanye kazi na wanajamii, kwa sababu wanaochangia damu ni wanajamii, wanaochangia damu ni mimi na wewe. Tunavyoendelea kutoa hamasa, tunavyoendelea kuwakumbuka wachangiaji wa damu, kila June 14 huwa tunafanya maadhimisho ya siku ya mchangia damu duniani. Tunawakumbuka wale wachangiaji damu wetu, wasione kwamba hatuthamini kazi yao wanaochangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha. Ni kitu kikubwa sana. Kama tunavyojua, damu salama ni huduma ya dharura. Tukitolea mfano mama mjamzito anapoenda kujifungua, unajua kama atapoteza damu nyingi, lakini anaweza akapoteza damu nyingi. Kwa hiyo mpango wa taifa wa damu salama kazi yake kubwa ni kutunza damu. Kama ambavyo iko benki wenyewe wanatunza fedha, sisi tunatunza damu. Hakuna siku nimeongea kwenye media nikakosa swali kwamba mimi nikichangia damu, damu yangu inajaa sana. Kwa hiyo ina maana huwezi ukasema damu yangu inajaa wakati haujafanya uchunguzi. Hauna makala halisi kwamba nilichangia
nikachangia damu, basi damu yangu ikajaa. Ingekuwa ni hivyo, mpango wa taifa wa damu salama, tusingekuja hapa UD, tungekaa ofisini kwetu, watu damu zao zingejaa, wakaja tukawatoa damu, si tumetulia. Lakini kiuhalisia hiyo dhana ni potofu, sio ya kweli kwamba ukichangia damu utatoa damu kila siku, kwa sababu mwili wa mwanadamu ni kiwanda, unazalisha damu kulingana na uhitaji wake. Kwa hiyo ina maana haiwezi ikazalisha kinyume na uhitaji wake. Ina maana kama ikizalisha zaidi, tayari huyu mtu ana changamoto kwenye mwili wake, anatakiwa amuone daktari. Kuchangia damu ni tendo la kizalendo, lakini pia maumivu yake yanavumilika ukilinganisha na yule mgonjwa ambaye ana damu ndogo, anahitaji huduma yako ya damu. Kwa hiyo tusiogope sindano, tukaribie kuchangia damu, kwa sababu kuchangia damu ni baraka, kuchangia damu ni sadaka. Hatuna kiwanda cha kutengeneza damu, viwanda ni mimi na wewe. Karibu sana tuchangie damu, pamoja tunaweza kujaza benki ya taifa ya damu salama. Kwa namna moja au nyingine, jamii inapaswa kufahamu sote hatuchomoki kwenye wahitaji wa damu. Mimi na wewe ni wahitaji watarajiwa. Tusisubiri mpaka kutokee dharura alafu tuanze kutafutana mtu akafanye replacement ya damu au aende akachangie damu. Ni vyema tukaweka akiba, ikawepo kwanza, tiba ikawepo, imsubiri mgonjwa, na tusisubiri mpaka tuambiwe nenda kachangie kwa kuwa mgonjwa wako ameongezwa damu. Nitoe rai wafahamu ya kwamba jukumu la tiba ya damu liko kwenye mikono yetu. Hakuna haki pasi wajibu. Mimi na wewe tunapaswa tutimize wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba damu inakuwepo kwa wakati ambayo ni tiba, isubiri mgonjwa, ili anapotokea mgonjwa damu iweze kutumika kwa wakati bila kupoteza maisha. Damu salama tunasema changia damu, okoa maisha. Niwakaribishe sana ofisi za damu salama za kanda ambao ziko Ilala, Msimbazi Center, lakini kuna vituo vidogo vya satellite. Unaweza kufika hospitali ya Mnazi Mmoja, unaweza kufika hospitali ya Mbagala, hospitali ya Temeke, Sinza Palestina, Mwananyamala, Amana, kote huko tuna vituo vidogo. Katika hospitali zote za wilaya na hospitali kubwa ya Muhimbili, lakini pia tuna hospitali ya jeshi. Kuna hospitali ya jeshi pia inakusanya damu, lakini pia Muhimbili wanakusanya damu. Kwa hiyo kote huko ni kuhakikisha kwamba huduma ya damu inamfikia mteja kwa ukaribu. Kwa mtu ambaye unaona uko bize, unaweza ukafikia kituo ambacho kiko karibu na wewe. Wanaoruhusiwa kuchangia damu umri ni kuanzia miaka 18 mpaka 65. Vigezo vingine ni afya njema, usiwe na shida yoyote, usiwe na matumizi yoyote ya dawa. Kwa majina naitwa Dr. Goodluck Mringo kutokea mpango wa taifa damu salama. Mimi ni mtaalamu wa mishipa au phlebotomist. Kampeni za mwaka huu mwitikio upo, lakini bado watu wanasuasua. Kwa hiyo niombe Watanzania wenzangu ambao wana mapenzi mema waje kwa ajili ya kuchangia damu. Cha msingi ni kwamba ni watu waongeze upendo kwa ajili ya kuhakikisha wenzetu wenye tiba ya damu hospitali mbalimbali walioko Moi, walioko Muhimbili pale, walioko Ocean Road, wale mama wajawazito ambao wana changamoto ya tiba ya damu, basi sisi ndio tumaini lao. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya kuchangia damu. Hapa nimekita kambi katika ofisi ya mpango wa taifa wa damu salama Ilala, na huyu ni meneja mkuu wa idara ya ukusanyaji damu, naye ananena. Wagonjwa wetu walioko hospitalini hawana matumaini zaidi ya Watanzania kujitoa kwa ajili ya kuchangia damu na kuokoa maisha yao. Hakuna kiwanda kinachotengeneza damu duniani, bali kiwanda ni mimi na wewe Mtanzania, ambapo tukijitoa tunaweza kusaidia wenzetu wanaohitaji damu hospitalini. Kwa hiyo kuchangia damu ni kuokoa maisha ya wenzetu wanaohitaji damu na kuleta matumaini. Wahitaji wakubwa wa damu hapa nchini kwetu ni mama wajawazito wakati wa kujifungua, watoto chini ya miaka 5, lakini pia wagonjwa wa saratani, ajali za barabarani, na zaidi ya hapo pia wakati wa ufanyaji wa operation. Sasa hizi tunafanya operation kubwa za moyo, damu zinahitajika kwa wingi. Kwa hiyo tunapoleta matumaini kwa kuchangia damu, tunaenda kuwasaidia wenzetu wanaohitaji damu. Na kwa kanda yetu hii ya Mashariki tunapokea wagonjwa kutoka mikoa mbalimbali wanakuja kutibiwa hapa Dar es Salaam. Hawa wanaokuja kutibiwa hapa Dar es Salaam wengi hawana ndugu. Kwa hiyo ndugu zao ni sisi wakazi wa mikoa hii ya Pwani, Dar es Salaam na Morogoro. Hivyo tuchangie damu kuweza kuleta matumaini kwa wenzetu ambao wanaletwa usiku kwa ajili ya matibabu na hawana ndugu hapa mjini. Kwa hiyo kuchangia damu ni kuokoa maisha, changia damu, leta matumaini. Kwa pamoja tunaweza kuokoa maisha. Wanawake wa Tanzania ni jeshi kubwa.
wanawake wa Tanzania wanaweza, na wanawake wa Tanzania ni majasiri na ni mashujaa, ndio wanaopambania maisha, na hasa ukiangalia mama zetu wote ndio ambao wametulea sisi na ndio wametukua katika mila zetu, sisi tumelelewa na kina mama. Kwa hiyo basi niwaombe wawe mstari wa mbele kuhamasisha wenzao wachangie damu, kwa sababu idadi kubwa ya kina mama wakichangia damu au wanawake wakichangia damu, hakuna Mtanzania atakayekosa damu. Lakini pamoja na hayo, wawe mabalozi wa kutufikishia ujumbe kwa wananchi wachangie damu, kwa sababu kina mama wakiongea neno watu wanawasikiliza zaidi. Sio kwamba wanaume wasikilizwi, ila kina mama wana namna ya passion, wana namna ya upendo, wana namna ya huruma. Wakiongea Watanzania wengi wanahamasika na wanajitokeza kwa wingi kwa jambo lote lile, na jambo lote lile ukimpa mwanamama au ukimpa mwanamke linafanikiwa. Kwa hiyo basi niombe kuchukua nafasi hii kuwaomba kina mama wajitokeze kwa wingi kuchangia damu, pamoja na kina baba wanaoendelea kuchangia damu wasirudi nyuma. Hii inaleta umoja wa taifa kwa kuchangia damu. Tunajivunia kuwa na wachangia damu ambao wameweza kutuchangia kipindi chote cha mwaka mzima. Tunawashukuru wachangia damu wote kwa sababu imepelekea kukusanya damu na mazao yale ambayo tunatengeneza kwa ajili ya wagonjwa ambao wanapambania uhai wao vitandani. Tumeweza kutengeneza product nyingi ambazo zimeweza kusaidia watoto ambao wanafanya operation huko, operation za moyo, wamama wajawazito. Pia imeweza kusaidia hata wale wagonjwa wa saratani walioko mahospitalini. Mpango wa damu salama inafurahia hata ile inapokuwa inapima vipimo kwa ajili ya wale wachangia damu, ambapo tunapima magonjwa manne. Tunapima kaswende, tunapima homa ya ini B, homa ya ini A pamoja na HIV. Hiyo yote inapelekea uaminifu hata wale wachangia damu kwamba kujua hali zao za maisha katika hali ya kiafya kwamba wanaendeleaje. Hivyo basi tunawahimiza kama mpango wa taifa wa damu salama upande wa maabara, tunamaanisha kwamba wachangia damu wajitolewe kwa wingi ili kuweza kusaidia hata hizi ajali ambazo zinatokea barabarani. Tuendelee kufanya uchangiaji damu na hata vipimo ambavyo tunaendelea kupima, tuendelee kujiweka katika hali nzuri, ambapo mwendelezo wa taifa ni kuchangia damu na kuweza kuokoa maisha ya wale wote wenye mahitaji ya damu salama. Hizi ni components ambazo zimetengenezwa kutokana na damu ambazo zimekusanywa na mpango wa taifa wa damu salama kanda ya Mashariki. Daktari Virendra aliwahi kusema, changia damu kuwa shujaa.